Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 12 na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni watangulizi, ikiwa ni katika wiki ya Juni 14 hadi Juni 20. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tuamini tuweze kupata ombi. Tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena tukiwa na wingi wa shukurani kwa vile umeweza kuwa pamoja na sisi kwa juma nzima, na wakati huu ambao tunaenda kujumuika pamoja na wasikilizaji, watazamaji popote walipo, tunaomba ukaweza kutuvuvia Roho Mtakatifu akaweza kunena pamoja na sisi, ili yale ambayo tutaweza kujifunza katika siku ya leo yaweze kuwa ni mambo ambayo yataweza kutusaidia katika safari ya imani. Zaidi ya yote, kuwa pamoja na wasikilizaji popote walipo, na ni katika jina la Yesu ninaomba hata na kuamini. Amina. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Timotheo wa pili, sura ni ya 1, aya ni ya 7, na nitasoma. Inasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Nitarudia, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hivyo tutaweza kuangalia jinsi matukio ambayo yameweza kuandikwa katika vitabu vya Agano la Kale yanavyooana na matukio ambayo yameandikwa katika Agano Jipya, na anaweza kuwa mifano kwa wale ambao wanasoma. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ni ya 10, aya ni ya 11, inasema basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Kwa hivyo mambo haya ambayo tutakuwa tukijifunza siku ya leo yameweza kuandikwa ili tuweze kujifunza, yaweze kuwa mifano, ili yaweze kutuonya sisi ambao tumefikiwa na miisho ya zama hizi. Vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Warumi, sura ni ya 15, Warumi 15:4, Warumi 15:4, nayo inasema hivi, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja na maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo yale ambayo yameandikwa yanaweza kutupatia tumaini, na si tumaini pekee, yanaweza kutupatia subira, yanaweza kutufunza subira, na vile vile yanaweza kutupatia faraja. Na mambo ambayo tunaweza kujifunza hata kutokana na kifungu elekezi, kwamba imani yetu inapaswa kuwa juu zaidi ya kuogopa kwetu. Tunaona tena na tena Yesu alisema mambo kama vile usiogope, kwa nini unafadhaika. Ni muhimu kukumbuka kwamba kiini cha unabii ni Kristo, na kwa hiyo ni lazima tuweze kupata shauri lile lile katika matukio yote yanayoelezewa katika nyakati za mwisho za dunia. Msifadhaike mioyoni mwenu, aliwafundisha wanafunzi wake, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi pia. Kwa hivyo tunaona Yesu mwenyewe hakutuacha katika hali ambayo si ya matumaini. Aliweza kutupatia matumaini, na Yesu mwenyewe ni mkweli. Ndiposa anasema kwamba ukisoma katika kitabu ni cha Mathayo 24, ameweza kutuelezea yale ambayo yatatokea mbele, lakini hatuachi pale. Anaweza kutupatia tumaini, tusije tukaogopa, tusifadhaike, kwa sababu anajua kwamba yuko pamoja na sisi. Katika tanuru ya moto, Kristo anatuvusha salama. Kwa hiyo tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumapili, ambayo ni Danieli 2 na njia ya kihistoria ya kufasiri unabii, ambapo ukisoma katika kitabu ni cha Danieli, sura ni ya 2, Danieli 2, tunakutana na ndoto ama ukipenda njozi ambayo mfalme Nebukadneza alikuwa nayo, na hakuweza kuelewa maana ya ile ndoto, na kwa hivyo ilimpasa aweze kupata mtu ambaye angemuelewesha ndoto ile ambayo aliona ilikuwa ikisema nini, kwa sababu alisahau na tafsiri yake ni gani.
Aliweza kuleta wale ambao walikuwa wameaminika katika taifa lake la Babeli, ila hawakuweza kutambua, mpaka pale ambapo wanamuita mtumishi wa Mungu Danieli, ndiye ambaye anamuelezea ndoto ile ambaye aliota na tafsiri yake. Mojawapo ya unabii wenye nguvu zaidi katika maandiko yote ni Danieli 2, akiandika zaidi ya miaka 500 kabla ya Kristo. Nabii huyo anawasilisha historia ya ulimwengu kuanzia wakati wake huko Babeli na kisha wakati wa Umedi na Uajemi, Uyunani, Rumi na kugawanyika kwa Rumi katika mataifa ya Ulaya ya sasa kama yalivyo leo. Naam, Danieli 2:1 inasema, hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumwelezea mfalme ndoto zake. 7 inasema, wakajaribu mara ya pili, wakasema, mfalme na atuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutamuonyesha tafsiri yake. Kwa hivyo walitaka kwanza aweze kuwaeleza ndoto ili waweze kumpa tafsiri. Lakini kumbuka ile ndoto ilikuwa ishatoweka, hakuwa nayo, hakuwa nakumbuka alichokiota. Kwa hivyo alitaka wamweleze alichokiota na waweze pia kumpatia tafsiri. Hili hawakuliweza. 10 inasema, Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa Mkaldayo. Ni neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hilo ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Kwa hivyo hawa waganga wa Babeli waliweza kutambua kwamba ambaye angeweza kutafsiri hili ni lazima alikuwa na uwezo zaidi ya wao. Kwa hivyo hilo wao wenyewe wanaweza kulitambua. 14 nasema, ndipo Danieli kwa busara na hadhari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. 17 ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake, na walipofanya hivi wanaweza kuliombea jambo hili, na Mungu ambaye anaweza kufichua siri zote aliweza kuwafichulia tafsiri ya ndoto, ambayo ukisoma 28 inasema, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. 30 inasema, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote niliyo nayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Kwa hivyo yalikuwa kimfichua moyo wa huyu jamaa. Baada ya kuwa amepewa tafsiri ya ndoto ile ambayo tumeweza kuelezea, tunaona kwamba aliweza kuambiwa kwamba kuna jiwe ambalo lilichongwa ambalo lingepiga miguu ya ile sanamu na kuibomoa, na hiyo ilikuwa ikiwakilisha ufalme wa Yesu Kristo ambao ungekuja na kutoa zile falme zote ambazo zilikuwepo. Ukisoma katika kitabu ni cha Danieli 2:47, mfalme akajibu akamwambia Danieli, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. Kwa hivyo anaweza kutambua Mungu wa kina Danieli. Lakini je, kuna kitu ambacho kinamuingia yeye? Kuna kitu ambacho kinamsibu, ambacho pengine kinamfanya kuwa na msimamo ambao kidogo unakinzana na huu ambao amepata hivi sasa? Ukisoma katika siku ni ya Jumatatu unapata kuabudu sanamu ambayo inaanza na kitabu ambacho ni cha Danieli sura ni ya 3, ambapo tunaona katika Danieli sura ya 3 mfalme ambaye ni Nebukadneza anajawa na kiburi. Kumbuka shetani vilevile aliweza kujawa na kiburi, akataka kujiinua zaidi ya Mungu. Baada ya kuwa huyu ameambiwa kwamba kichwa cha dhahabu ni yeye, ikiwakilisha ufalme wake wa Babeli, alitaka kumwonyesha Mungu kwamba ufalme wake utakuwa ni ufalme ambao hauna ukomo.
Lakini kumbuka, aliweza kuambiwa ufalme wake ungeweza kushindwa na falme ambayo haikuwa na nguvu sawia na yake. Kwa kufanya hili, anaweza kutengeneza sanamu ya dhahabu kutoka juu mpaka chini. Kumbuka, ukisoma katika kitabu ni cha Danieli 3:1 inasema, Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhira 60 na upana wa dhira 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo maamiri na manaibu na mawaliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akasema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mumeamriwa hivi: wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Kwa hivyo tunaona kuna tukio la kuabudu, lakini si kuabudu Mungu wa kweli, ni kuabudu sanamu. 6 inasema, na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atapatwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao. Kwa hivyo tunaona kutokana na kutoabudu sanamu kuna adhabu ambayo imetolewa, na ni adhabu ya kupoteza uhai. Kumbuka katika juma ambalo limepita, katika kitabu cha Esther tuliweza kuona vile kwamba kuna amri ambayo ilitolewa na mfalme Ahasuero kwamba yeyote ambaye hatafuata amri ambayo alikuwa ameiweka ataweza kuhukumiwa kifo. Kwa hivyo vile tunaona hapa pia wale ambao hawatafuata amri ambazo ni binadamu wameziweka na kukiuka amri za Mungu, kwa sababu ili uweze kusujudia sanamu ambayo imetengenezwa hapa lazima uweze kugura amri 2 za Mungu, ili usije ukasujudia sanamu na vile usije ukawa na miungu mingine. Kwa hivyo lazima uweze kuwa umekataa amri 2 za Mungu. Hili lilikuwa tukio ambalo liliwataka watu wote wa mataifa yote, lugha, waweze kuanguka chini ili kuiabudu sanamu. Tutaweza kuoanisha hii na Ufunuo 13 tuweze kuona je, ni mambo gani ambayo yanaoana katika kitabu cha Danieli na Ufunuo 13. Kwa hivyo usije ukabanduka popote ulipo. 8 inasema, basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia Mfalme Nebukadneza, mfalme uishi milele. Wewe mfalme uliotoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma ni lazima aanguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu, na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuru ya moto uwakao. Wako Wayahudi kadhaa wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadraka na Meshaki na Abednego. Watu hawa mfalme hawakukujali wewe, hawaitumikii miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyosimamisha. Basi Nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, waletwe hao Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamumtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema. Bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakaye waokoa ninyi na mikono yangu? Naam, ni swali ambalo
aliweza kuwauliza, je, huyu Mungu wenu ataweza kuwaokoa? Kumbuka anawapatia nafasi ya pili baada ya kuwa mashtaka yameletwa kwa yeye kwamba kuna Wayahudi ambao hawakuwa wanasujudia sanamu pale ambapo ngoma ilipokuwa inachezwa. Kwa hivyo tunaona kuna watu wa Mungu kipindi fulani ambacho watu wengine watakuja kusema kwamba wao hawazifuati amri za kibinadamu zile ambazo zitakuwa zimewekwa, na kwa hivyo inawapasa hawa ambao watakuwa katika vyeo kuweza kufanya jambo kuhusiana na hawa watu ambao wanafuata amri za Mungu na kukataa zile amri ambazo zimewekwa. Kwa hivyo swali ambalo tunabaki kujiuliza hapa, je, utazifuata amri za Mungu ama utafuata amri ama mapokezi ya kibinadamu? Naam, 17 inasema, ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wake, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu iliyoisimamisha. Kwa hivyo wao wanachagua kutupwa kwenye tanuru ya moto, lakini wasije wakamkosea Mungu wao. Kwa hivyo inafika wakati fulani ambapo inapaswa tuweze kushikilia maadili ya Biblia hata kama kifo kinatukodolea macho, lakini unasema kwamba hautaacha ile kweli ambao unajua ili kuweza kutumikia amri za kibinadamu ama shetani. Kwa hivyo inafika mahali ambapo lazima uweze kuweka kauli yako bayana, iweze kujulikana, je, uko pande hii ama uko pande hii, kwa sababu hauwezi ukawa unachezea timu mbili. Lazima uweze kujua ni timu gani unachezea. Ukisoma katika kitabu ni cha Mathayo sura 12 aya ni ya 30, inasema hivi, mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanyika pamoja nami hutapanya. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa upande wa Kristo. Lazima tuweze kuchagua upande wa Kristo ili tuweze kuwa upande wake. Kwa hivyo tuweze tukatumikia mabwana wawili. Inafika wakati lazima uweze kufanya uchaguzi madhubuti. Utakuwa upande gani? Naam, kwa hivyo tunazidi kuona kwamba hawa walikuwa wameazimia katika mioyo yao kwamba wataweza kumtumikia Mungu, na hata wakitupwa katika tanuru ya moto bado hawako tayari kumwacha Mungu wao. Ni kana kwamba walikuwa wamesoma kitabu cha Isaya 43 aya ya 2 ambayo inasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa hivyo wanakuwa wamejengeka, ama imani yao inakuwa imejengeka sana katika Mungu hivi kwamba hawawezi wakamwacha, na walijua kwamba hata kama watakufa kuna tumaini la kufufuliwa. Kwa hivyo hawakuwa na wasiwasi wowote. Naam, wakati mwingine tunaona kwamba imani inataka kwamba uweze kuwa na ujasiri. Si wakati wote utaweza kunusurika kwa yale ambayo yamekusibu, lakini utakuwa na ile amani kwamba iwapo yote yatatokea, Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa hivyo watu wengi mara nyingi wanataka kwamba waweze kunusurika. Ndio maana tunasema kwamba kuna watu ambao wanasema wanataka kuona muujiza wa Mungu ili waweze kuamini. Kwa hivyo wanataka kwanza waweze kuona kitu fulani ili waweze kuamini, lakini imani haifanyi kazi hivyo. Imani si lazima kwamba uweze kuona mwisho wa kitu fulani ndiposa uweze kuamini. Imani ukisoma katika kitabu ni cha Waebrania 11 unaweza kupata kwamba Waebrania 11:1 inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hivyo hiyo ndio imani. Kuna watu wengine kwamba wanataka waone kitu, waweze kudhibitisha kitu fulani ili waweze kuamini.
lakini Mungu hajatupatia imani ambayo ni blind faith. Tunajua Mungu yupo, ameweza kujidhihirisha katika mifano ambayo tunazidi kusoma. Kwa hivyo tuna uhakika wa huyu Mungu ambaye tunamtumainia. Kwa hivyo wakati mwingine ni sisi kuweza kujua Mungu ambaye tunamtumainia ni nani. Wakati mwingine uzoefu wetu kutomjua Mungu vizuri kunafanya tunaweza kumshuku, ama kunafanya imani yetu inaweza kutingizika, ama inaweza kuyumbishwa. Lakini iwapo una uzoefu na Mungu, unaweza kujua kwamba huyu Mungu ambaye unamtumainia, kutokana na historia ambayo umeisoma ya nyuma, unajua kwamba atakuwa na wewe hata mbeleni. Kwa hivyo Mungu huyu ambaye aliwaongoza hawa wana wa Israeli ndiye Mungu ambaye atakuongoza vile vile kama wewe. Na tunajua wakati mwingi dhahabu safi lazima iweze kupitishwa kwa moto ili iweze kusafishwa. Imani yetu vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 3:18, imani yetu pia lazima iweze kusafishwa kupitia kwa njia ya moto. Ufunuo 3:18 inasema na kupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Kwa hivyo Mungu mwenyewe anasema, anakupatia nasaha kwamba uweze kununua dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Na ukisoma katika kitabu ni cha Petero wa kwanza 1:6 tunaweza kuona ni kipi hiki ambacho kinasafishwa kinasafishwa kwa moto. Ukisoma katika kitabu ni cha Petero wa kwanza 1:6, Petero wa kwanza 1:6 ambayo inasema hivi, mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mumehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. 7, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaona kwamba tunaweza kusafishwa ili tuweze kuwa ili tuweze kujengeka katika Kristo. Naam, kwa hivyo siku ya Jumatatu tunaona kwamba mfalme alikaza ukaidi wake kwa ujumbe wa Mungu kwa kutengeneza sanamu ya dhahabu tupu. Ujumbe, Babeli haitaanguka kamwe na Nebukadneza atakuwa mfalme daima, na yeyote akidhubutu kupinga wazo hilo atauawa. Inatumika kama ukumbusho wenye nguvu kwamba tamaa yetu ya kibinadamu, kujitawala binafsi, inaweza kutupofusha haraka ili tusione ukweli kuhusu jinsi pambano kuu litakavyotokea bila shaka. Kwa hivyo tamaa zetu zinaweza kutuondoa katika safari ya imani. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumanne ambayo ni kuabudu sanamu tena, ambayo tumeweza kupata mada katika kitabu ni cha Danieli 3. Tumeona kwamba ukaidi vile ambavyo unaweza kumfanya Nebukadneza kuweza kutoka katika njia salama ama kuweza kumkataa Mungu, na vile vile tunaona kwamba tamaa za kibinadamu vile vile ziliweza kumfanya kuweza kumpofusha ili asije akaona vile pambano kuu linavyoendelea. Naam, tuliweza vile vile kuona kwamba asiyesujudia sanamu ambayo ilikuwa imetengenezwa katika kitabu ni cha Danieli sura ya 3 kulikuwa na adhabu ya kifo. Nakumbuka vile vile niliweza kudokezea kwamba katika wakati wa Esther, wale ambao hawakufuata amri ya mfalme Ahasuero vile vile waliweza kupatwa na adhabu ya kifo, lakini tunaona kwamba waliweza kunusurika. Na vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo sura ni ya 13, ukianzia aya ya 11 hadi 17, ambayo inazungumzia mnyama wa pili ambaye anatoka kwenye ardhi. Mnyama wa pili ikirejelea Marekani, ama ukipenda ikirejelea Protestanti ambao umeasi. 13:11
kitabu ni cha Ufunuo inasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Kwa hivyo ni mfano wa mwana kondoo, lakini ananena kama joka. Tunajua mwana kondoo ni Yesu Kristo. Kwa hivyo ana mfano wa Yesu Kristo, lakini ananena kama joka. Joka ambayo ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 12 ikimwakilisha Shetani. Naam, kwa hivyo tunaona kwamba kuna amri ambayo itatolewa kwamba watu wote waweze kuabudu sanamu ambayo itakuwa imetengenezwa, na tunajua amri hii itatolewa pale ambapo taifa na kanisa zitaweza kuja pamoja. Zikija pamoja, amri inatolewa ya kuweza kuiabudu sanamu ambayo itakuwa imetengenezwa. Soma 12 nasema, naye atatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote watokao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Kwa hivyo tunaona mchakato mzima ni kutokana na kusujudia, ambao tunaona ni tendo la ibada. 13, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Kwa hivyo anamfanyia yule mnyama ambaye alikuwa na jeraha sanamu, na kuwalazimisha wale ambao nakaa katika nchi kumfanyia mnyama aliyekuwa na jeraha akapona sanamu. Katika kitabu ni cha Danieli tuliona kwamba Danieli aliweza kusimamisha sanamu ili watu waweze kuisujudia, waweze kuiabudu, ambayo ni ukiukaji wa amri mbili za Mungu. Na kwa hivyo tunaona kwamba kuna mfumo wa ibada ambao utaletwa, ambao unakiuka amri za Mungu, lakini una amri zake ambazo wanataka watu waweze kuzifuata, waweze kufuata amri zao na waweze kukiuka amri za Mungu. Naam. Kwa hivyo tunaona kwamba ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo kuna wito wa kuweza kumwabudu Mungu ambaye aliweza kuzifanya mbingu na nchi. Na kumbuka kitu ambacho kinamtambulisha Mungu katika Biblia ama katika zile amri zake 10 ni amri ya 4 ambayo inamuonyesha yeye kama muumbaji. Kumbuka miungu haiwezi ikaumba. Kwa hivyo tunaona kwamba katika kitabu hiki ambacho ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 14 6, 7, uende 9, vile vile uende 12, utaweza kuona kwamba kuna wale ambao wameitwa kuweza kumwabudu Mungu ambaye ni muumbaji, na kuna wale ambao watamkiuka Mungu huyu ambaye ni muumbaji, ambapo tunaona kwamba kuna wale ambao wataweza kuzishika zile amri za Mungu, watakuwa na subira na watakuwa na imani ya Yesu Kristo, na hawa wataweza kuwa nachukiwa na wale ambao hawatazishika hizi amri za Mungu. Lakini tunajua hawa ndio wale ambao Mungu ataweza kuwanusuru katika ukisoma katika muktadha wa Ufunuo. Na watu wa Mungu wameitwa kumwabudu yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji, yaani muumbaji, kinyume na mnyama na sanamu yake. Wale vijana watatu wa Kiebrania wakikabiliwa na tishio kama hilo walikataa kuabudu kitu chochote isipokuwa Mungu yule yule muumbaji. Kwa hiyo ingawa hali zilikuwa tofauti katika kile kilichotokea katika uwanda wa Dura kwa amri ya kuabudu sanamu, tofauti na muumbaji na kile kitakachotokea katika ulimwengu kwa wito wa kuabudu sanamu tofauti na muumbaji, kanuni hiyo ni ile ile. Kwa hivyo tunaona wakichukua mfumo ule ambao ulikuwa katika Babeli na wanaileta katika Babeli ya kiroho, mfumo ambao tunajua ni mchanganyiko wa ibada ya sanamu, mchanganyiko wa mapokeo, mchanganyiko wa tamaduni, ili kujaribu kuwalazimisha watu wa Mungu kuweza kuabudu sanamu. Na tunajua kuna amri ya adhabu ya kifo ambayo itatolewa kwa wale ambao watakataa kumwabudu sanamu. Kwa hivyo jambo ama mchakato mzima ambao tunaona katika siku ya Jumatatu, je, utafuata amri za Mungu ama utafuata amri za binadamu? Naam. Ibada mara nyingi watu wanafikiria inamaanisha kwamba kusujudu na kufukiza uvumba.
ingawa inaweza kumaanisha hivyo. Utii wetu unadhihirisha tunayemwabudu. Ukisoma katika kitabu ni cha Warumi 6:16 unaweza kulipata hili. Kwa hivyo iwapo utii wako uko katika amri za kibinadamu, wewe uko kambi moja na shetani. Lakini iwapo wewe utii wako uko katika amri za Mungu, basi utakuwa katika kambi moja na Mungu. Matukio ya mwisho yatakuwa tu udhihirisho wa kushangaza wa ukweli huu. Unayemwabudu ni nani, jinsi unavyomwabudu na wakati ambao unamwabudu. Kwa hivyo mchakato mzima utakuwa umejikita katika hoja hizi, na hizi zitaweza kudhihirisha yule ambaye unamwabudu, ikiwa ni Mungu wa kweli ama ikiwa ni miungu ya ulimwengu huu ambayo tunajua shetani anaitumia. Naam, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatano, ambao ni mateso ya kanisa la awali, ambapo tunaona si Agano la Kale tu linatupa watangulizi wa matukio ya mwisho, lakini Agano Jipya pia. Maisha hayakuwa rahisi kwa Kristo wa karne ya kwanza. Walichukiwa kwanza na wengi wanadini wenzao waliochukulia kama tishio kwa imani ya Musa. Pia walikabiliwa na ghadhabu ya mfalme wa Rumi ya kipagani. Nguvu za dunia na za kuzimu zilijipanga dhidi ya Kristo kwa kupinga kazi ya wafuasi wake. Upagani ulibaini mapema kuwa ikiwa Injili ingefanikiwa, mahekalu yao na madhahabu zao zingefutiliwa mbali. Kwa hiyo ulikusanya majeshi yake yote kuharibu Ukristo. Mioto ya mateso iliwashwa kwa Wakristo. Ukisoma katika kitabu ni cha Matendo ya Mitume sura ni ya 8 aya ni ya 1 hadi 3. Matendo ya Mitume 8:1 hadi 3. Tunapata mfano mmoja ambao tunasema, siku ile kukatukia adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume. Watu wataua, wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu. Kwa hivyo tunaona Stefano akiwa ameuawa na kanisa linakuwa katika hali ya maombolezo. Haikuishia kwa Stefano pekee. Tunazidi kuona kwamba kanisa lilizidi kupitia changamoto ama hali ngumu. Ukisoma katika kitabu ni cha Matendo ya Mitume 12:1 hadi 17, lakini tutasoma aya kadhaa moja. Na panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Hivyo tunaona Herode ambaye anawakilisha taifa anaweza kuangamiza watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na alikiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Kwa hivyo tunaona Wayahudi ambao wanawakilisha kanisa wanafurahia tukio la Herode kumuua Yakobo, na hili linakuwa linawapendeza hawa. Kwa hivyo anapopata hiyo, anapata ujasiri hata wa kumshika Petro. Lakini tunaona kwamba anapomshika Petro, ukisoma 5 inasema, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuombea Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Kwa hivyo kanisa liko katika mstari wa mbele kuweza kumuombea huyu ambaye ni Petro. 6 inasema, hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Kwa hivyo tunaona kuna operesheni ya kuweza kumnusuru huyu Petro kutokana na juhudi za kanisa wanapokuwa akimwombea Petro ambaye, kumbuka, muda ambao haukuwa ni mrefu,
alikuwa na wasiwasi pale ambapo chombo kilikuwa kikiyumba. Na kumbuka Yesu alikuwa amelala pale chomboni. Petro alikuwa na hali ya wasiwasi na kumuamsha Yesu kwa kishindo. Yesu, unalala na chombo kinayumba, tunaangamia. Kwa hivyo alikuwa katika hali ambayo si ya utulivu wakati ule. Lakini tunaona kwamba ameweza kupata ujasiri baada ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo wa kuweza kupeleka Injili. Kwa hivyo hata wakati ambapo amekumbwa na tatizo hili, tunampata akiwa amelala, alikuwa katika hali ya amani, ambayo inafanya hata yule malaika ambaye anakuja kumuamsha kuweza kumpiga ili kumuamsha. Ukisoma katika kitabu ni cha Isaya 26, ukisoma katika kitabu ni cha Isaya 26:3 inasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa amekutumaini. Kwa hivyo tunamuona Petro akiwa katika amani kamilifu kwa sababu alikuwa akimtumainia Kristo. Kwa hivyo hili ni funzo kwamba unaweza kuwa katika hali ambayo ni hali si nzuri, ama ni katika mchakato ambao kidogo haupendezi, lakini iwapo uko na Mungu utakuwa na amani kamilifu, hautakuwa na wasiwasi. Kwa hivyo katika tanuru ya moto, iwapo unamtegemea Yesu, utakuwa na amani kamilifu kama huyu ambaye ni Petro ambaye tunamsoma katika siku ya Jumatano. Kwa hivyo tunaona kanisa linamuombea na anaweza kunusurika. Naam, kwa hivyo tunaona katika kila kizazi watu wa Mungu wamedhulumiwa na hata kuuawa. Tunaona Yakobo anauawa, Petro ananusurika, lakini kumbuka wote walikuwa wakimtumainia Mungu. Na pengine unaweza kujiuliza, iwaje Yakobo auawe, Petro anusurike? Si kila mtu ambaye atanusurika. Kuna wale ambao watakufa, kuna wale ambao watapitia mambo ambayo ni ya kutatanisha. Lakini swali ni, je, imani yako iko kwa nani? Hilo tu ndilo ambalo litaweza kukutofautisha na wengine. Tunaona kwamba hawa wote wanapitia katika tanuru ya moto, lakini Kristo anakuwa na wao pale ndani. Kwa hivyo hawatikisiki, hawayumbishwi, kwa sababu imani yao imejengeka katika Kristo. Imani yako imejengeka katika nani? Mawimbi yakija, je, nyumba yako itaweza kuondoshwa ama itaweza kusimama? Ndiposa tunaambiwa tuweze kujenga imani yetu katika mwamba Yesu Kristo. Ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 3:11 inasema hivi, inasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule ulio kwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani na manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kwa hivyo moto unajaribu kazi yako kujua ni ya namna gani. Je, umejengeka katika mwamba Yesu Kristo, au umejengeka katika manyasi ambayo yakija moto ukiwashwa yanateketea? Kwa hivyo lazima uweze kuwa fireproof ili usije ukateketea, na ambaye anakuwezesha kuwa fireproof ni Yesu Kristo. Kwa hivyo lazima imani yetu iweze kujengwa, ameweze kujengeka katika Kristo ambaye atatuwezesha kustahimili mateso, licha ya kuwa ni mateso ya namna gani. Vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Matendo ya Mitume 14:22 inasema, wakifanya imara roho ya wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu wenyewe walitambua kwamba ili kuingia katika ufalme wa Mungu kuna dhiki ambayo wangepitia. Na vile vile katika kitabu ni cha Yohana 16:33 tunapata kwamba Yesu aliweza kuyapitia haya. Kwa hivyo ameweza kutuambia kwamba kuna yale ambayo atatusibu ili tuweze kujua
na imani yetu iweze kujengeka katika yeye. 16:33 inasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Kwa hivyo Kristo anataka tuweze kuwa na amani ndani yake. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hivyo ambaye ameushinda ulimwengu atatushindia na sisi. Hilo linapaswa kuwa ni tumaini la kila Mkristo, ama inapaswa kuwa ahadi ya kila Mkristo. Kwa hivyo tunaona waumini wengine walisalimika, wengine waliuawa. Tunapokaribia wakati wa mwisho, jambo lile litatokea. Hata Petro, ingawa hakuangamizwa wakati huo, hatimaye aliifia imani yake. Yesu mwenyewe hata alimwambia ni kwa namna gani. Amini, amini na kuambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Naye akiisha kusema hayo akamwambia, nifuate. Kwa hivyo tunaona mwisho wa haya yote, imani ambayo imejengeka katika Kristo ndiyo ambayo itaweza kusimama. Kwa hivyo pengine swali ni, je, imani yako imejengeka katika nani? Siku ya Alhamisi ni alama ya mnyama. Kadiri ambavyo miaka imepita na matukio ya mwisho kama vile amri ya kifo na kulazimishwa kwa alama ya mnyama bado hayajatokea, wengine wameonyesha wasiwasi hata kushuku kuhusu tafsiri yetu ya matukio ya mwisho, ikijumuisha jinsi Sabato na Jumapili vinavyoweza kuwa kiini cha pambano la mwisho. Kitabu cha Ufunuo kiko wazi, ama tunamwabudu muumbaji au mnyama na sanamu yake. Na kwa sababu Sabato ya siku ya saba ndiyo ishara ya msingi, ikirejelea Edeni yenyewe. Ukisoma katika kitabu ni cha Mwanzo sura ni ya 2 aya ni ya 1 hadi 3, ya Mungu kama muumbaji, haipasi kustaajabisha kwamba katika swala la kumwabudu muumbaji, Sabato ni kiini chake. Pia si kwa nasibu kwamba mamlaka ya mnyama ni mamlaka ile iliyodai kuwa ilibadilisha amri ya Sabato kutoka siku ya kibiblia hadi Jumapili, ambayo haina idhini katika Biblia. Kwa usuli huu akilini, wazo la Sabato na Jumapili kuhusika katika suala la ibada tena ama muumbaji, ambao ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 14:6-7 au mnyama, linaleta maana nzuri. Na pia katika Agano Jipya kuna kitangulizi cha suala la Sabato ya siku ya saba dhidi ya sheria ya wanadamu, ambapo tunajua kuna wale ambao wanajaribu kuzishika ama kuna wale ambao wanashika mapokeo ya kibinadamu na kuweza kukataa yale ya Mungu. Kisoma katika kitabu ni cha Mathayo 15:7, Mathayo 15:7 ambayo inasema hivi, inasema 15:7 Mathayo inasema enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu wakisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo wanafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, na wanaweza kupuuzilia yale ambayo Mungu ameweza kuyaweka bayana. Kumbuka Mungu ana sheria zake 10 ambazo bado zinafanya kazi. Sheria zinatuwezesha kujua tuliko kosa, hazituokoi ila zinatutambulisha kosa liliko, na tunajua zinatuelekeza kwa Kristo, ambaye kutokana na sisi kujua tatizo letu, tunapotubu Kristo anaweza kutusamehe na tunaweza kuwa viumbe vipya ndani ya Yesu Kristo. Na ningependa, kwa sababu tumekuwa tukijaribu kuelezea vile ambavyo Kristo anakuwa pamoja na sisi katika tanuru ya moto ama katika majaribu, na kuomba uweze kuandika kwenye comment section ahadi ya Biblia ambayo inakustahimilisha katika wakati mgumu. Uweze kuandika kwenye comment section ahadi ya Mungu ambayo unaiangalia pale ambapo uko katika hali ngumu. Zidi kubarikiwa popote ulipo. Na kwa kutamatisha,
tutapata ombi ili kuweza kutamatisha. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena tukiwa na shukrani kwa vile umeweza kuwa pamoja na sisi tangu tulipoanza na tumeweza kufikia kikomo. Yale ambayo tumejifunza katika siku ya leo, kukutumainia wewe katika hali zote, ili ukaweza kutupatia amani ambayo inaweza kutustahimilisha katika changamoto tunazozipitia. Tunakuomba ukaweza kutukuza katika mambo haya, ili yale ambao tunajifunza yakaweza kutufanya tuweze kuwa watu ambao tutaangaza nuru katika ulimwengu ambao una giza. Zaidi ya yote yakaweza kutusaidia kukukaribia hata zaidi, kuwa pamoja na sisi, kuwa pamoja na wasikilizaji popote walipo, na ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina.